2026. Lakini hatukujikuta tu hapa, ni Mungu ametuvusha. Mungu ametuvusha kwa sababu ya wema, kwa sababu ya upendo na ukarimu wake mkubwa. Naomba tumpe sifa na utukufu. Ametuvusha sisi, sio wa 2025 tena, tuko kwenye nyakati mpya 2026. Tumevushwa, hatukujivusha, tumevushwa. Tunapenda kwanza kabisa kumpa Mungu sifa na utukufu na shukrani kwa kutuvusha. Tumpongeze tena Mwenyezi Mungu. Tuko kwenye nyakati mpya za Mungu. Zawadi mpya ya Mungu ameifunua kwetu dakika chache zilizopita. Hayo ndugu zangu, tunapomshukuru kwa kutuvusha, hapo wazo la pili linakuwa tunapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia zawadi hii mpya ya mwaka 2026. Hizi ni nyakati mpya za Mungu Mwenyezi, kwani mwaka 2026 haukuwepo na haujawahi kuwepo tena. Ni vizuri tusiwe tunaona tu kwamba sasa si tuko pale kwenye benchi lile, kwenye dawati lile, nimeketi na mtu yule, lakini huko hapo nyakati gani? Huko hapo unamwona ndugu yako tukiwa nyakati gani? Hapo kuna jambo kubwa limeshatendeka. Tuko kwenye nyakati mpya za Mungu, nyakati mpya. Tuko kwenye ufunuo mpya wa Mungu. Tuko kwenye jambo ambalo nyakati ambazo hazikuwahi kuwepo. Mwaka 2026 haukuwahi kuwepo, ni sasa unakuwepo, ni sasa umefunuliwa na hautakuwepo tena kwa urudi. 2025 hawezi kurudia, umepita hivi, tumeingia kwenye nyakati mpya. Ni fumbo la ajabu, linahitaji pia tafakari. Tusiwe tunashangilia tu, lakini tutafakari pia, na tunaweza kuona Mungu alivyo wa ajabu, kwamba leo anafunua nyakati mpya, anafunua mwaka mpya kwetu. Haukuwahi kuwepo na hautawahi kuwepo tena, ni huu tu, tutakwenda nao mpaka 31/2026 na unakwisha. Sasa leo tumefunuliwa zawadi mpya
tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwamba ndugu zangu, bila maslahi yetu tumefunuliwa hiyo zawadi mpya, zawadi ya pekee, zawadi ya kihistoria. 2026 haikuwa iko tena tangu Mungu wa mbingu na dunia. Ile wanaifunua kwetu, ile wanaifunua kwetu. Kumbe tuipokee zawadi kwa mioyo iliyojaa shukrani, kwa mioyo iliyojaa shukrani. Sisi ni wanani tu, kwa mioyo iliyojaa shukrani. Unaona huko nje watu wanahangaika. Tulipoingia tu saa 6 kamili, unaweza kuona wanahangaika, wanajaribu kufanya kila jambo kuonyesha kwamba kweli tumeingia si 2025 tena, ni 2026 na ndani kabisa. Isipokuwa ingepaswa kuwa wangekuwa wazuri zaidi kama wangekuwa na sisi hapa ndani. Sisi tumepokea tuko ndani ya makelele mbele yake. Ndugu zangu, hatuna maneno ya kutosha ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi kama hii. Tulikuwa kwenye maadhimisho ya Emmanuel Mungu pamoja na sisi. Tumekuwa tunamshangilia Mungu, tunamsifu, tunamtukuza kwa hiyo zawadi ya ajabu kwamba nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, Mungu tangu milele, Mungu Baba akapenda atwae mwili. Mungu Baba akapenda nafsi hiyo ya pili ya Utatu Mtakatifu itwae mwili katika nafsi ya Mama Bikira Maria na azaliwe kwetu kama binadamu. Emmanuel Mungu pamoja nasi, jambo la ajabu kweli. Emmanuel kweli. Tazama maskani ya Mungu sasa ni pamoja na watu wake. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo. Tazama maskani ya Mungu sasa ni pamoja na watu wake, kama mmoja kufanya makao. Ndiye Emmanuel pamoja nasi. Sasa tunapotafakari hivyo, hilo fumbo la ajabu ambalo tunaambiwa tutafakari, tuliadhimishe kwa uhai ule ule, kwa shangwe ile, kwa sifa zile, kwa vigelegele vile ya kwanza. Kama tulivyofanya siku ya kwanza, tufanye hivyo kwa muda wa siku 8. Tukiwa kwenye siku ya 8 leo, ndio sasa tunaingizwa kwenye zawadi mpya. Tunamshukuru na hatuna maneno ya kutosha ya kumshukuru. Sasa mwaka ni wa kwetu. Kwa imani ninawaalika, kwa imani na mioyo iliyojaa unyenyekevu, ninawaalika tuingie katika somo la kwanza kutoka katika hicho kitabu cha Hesabu, ile sura ya 6 mstari wa 22 mpaka 27 kama tulivyosikia. Basi ningefikiri kwamba kitu cha maana kwetu ni kumwomba Mungu atubariki kama alivyowabariki, alivyoagiza wana wa Israeli wabarikiwe. Atubariki sisi pamoja na zawadi hii pia, kama alivyomwagiza Musa jinsi watoto wa Israeli watakavyobarikiwa. Hai, tunamwomba Mungu atubariki sisi, abariki mwaka na atubariki sisi, abariki mwaka huu wa 2026 na atubariki sisi. Tunamwomba Bwana atulinde katika mwaka wote wa 2026. Tunamwomba Bwana Mungu atuangazie nuru ya uso wake. Tunamwomba atufadhili. Tunamwomba atujalie neema yote tunayohitaji ili tuweze kusafiri vizuri. Tunamwomba Mungu atuinulie uso wake na atupe amani. Kumbe kama vile alivyoagiza wana wa Israeli
upendeleo, ni upendeleo. Kama ni upendeleo, basi tunashukuru, hatuna maneno ya kuweza kushukuru, lakini kama tulivyosema, tuingie kwenye nafasi ya pili, tumwombe abariki mwaka na atubariki sisi, atulinde, atuhifadhi, atuangazie uso wake mtakatifu, atuangazie kwa mwanga uso wake mtakatifu, mahali popote utakapokuwepo. Na basi sisi sasa tuingie kwenye mwaka, tuingie kwenye safari ya mwaka. Tuko kwenye saa ya kwanza ya safari ya mwaka, saa ya kwanza kabisa. Tuingie vizuri, tuingie vizuri, tusiwe na woga, tusiwe na woga, tusiwe na woga. Tunapogope sasa itakuwaje, tusiwe na hofu, tusiwe na hofu, wala tusiwe na mahangaiko makubwa. Sasa tumeshaingia, lakini itakuwaje? Woga si kizuri, hofu, malalamiko. Nimeingia tu lakini sijui itakuwaje, nimeingia tu lakini sijui mwezi wa pili, nimeingia tu sijui mwezi wa tano. Wewe hayo mwachie Mungu. Sisi tumeshaingia kwamba ni upendeleo na tuingie kwenye mambo yaliyo mema. Tuupokee tukiwa tumejawa na mipango mizuri. Nasikia uwe nashangilia, nasishangilia. Tumependelewa. Hizo ni alama za kutangaza sisi ni wanani, sisi ni wanani. Hata tuko kwenye nyakati kama hizi, nyakati mpya za Mungu, basi tupokee kwa kushukuru. Ndugu zangu, tupokee, tusiwe na uoga, tusiwe ni watu wenye hofu. Tunapokuwa na zawadi kubwa namna hii mbele yetu, tusiwe na mahangaiko. Changamoto zitakuwa yuko katikati, tusiwe na malalamiko juu ya matatizo tunayo sasa hivi. Sisi tufurahi tu, tufurahi kote ambayo pamoja nayo, lakini tuko hapa, tumeingia katika hii zawadi. Mungu anatuona ni wa maana sana, anatupenda sana. Kwa hiyo tunapopokea hivyo, tujikabidhi kwake na tupanie kufanya mambo mazuri pamoja na yeye. Kwanza tumpende kabisa. Kama tulikuwa bali na yeye kidogo kwa namna moja au nyingine, kiroho, labda uko mbali na familia, labda upeleke familia kwa sababu utimizi wajibu wako vizuri. Sasa tupanie kuwa wema, tumpende, tuwe watu tunaompenda Mungu, tuwe na imani ya dhati kwake kwamba yeye anaweza. Tunaanza safari, hatujui kwa mbele itakuwaje, kuna changamoto, lakini tuingie kwenye safari hii tukiwa na mioyo ya imani, matumaini na faraja kwamba Mwenyezi Mungu atatupa misaada inayohitajika. Tuwe na imani, Mungu anaweza. Tuwe na matumaini wakati wowote ambapo atapenda kutupa baraka, kutuonyesha fadhili zake. Hata kama tuko kwenye changamoto, atafanya, ana uwezo. Tuwe watu wa matumaini, tuwe watu wa matumaini, tuwe watu ambao tunangojea kwa furaha kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kutuacha, Mwenyezi Mungu hawezi kutuacha. Jana tumesoma ile injili ya yule nabii mwanamke alikuwa anaitwa Ana binti Fanueli. Ana binti Fanueli ni mojawapo wa watu waliokuwa wanaitwa ni wapenzi wa Mungu, yaani tuseme wanawaita ni maskini, the poor of the Lord, maskini wa Mungu, kwamba wao pamoja na Simoni pamoja na watu wengine wanaofanana nao, daima walikuwa wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu hashindwi. Mwenyezi Mungu lazima tu atatimiza.
sababu watu kama hao ambao walikuwa ni watu maskini wa Mungu, ni wakina Simoni na wakina Ana binti Fanueli, walikuwa tu wanangojea tu Mungu. Umesikiliza? Injili ndani imetuambia miaka 80, ni mjane wa miaka 80, hatoki kule kwenye hekalu ila kwa kuabudu, kufunga na kusali. Kwa hiyo naona watu wanampenda Mungu, hakutoka, hakubadilika.
wanakutana pamoja, wanamwadhimisha Mungu wao. Yaani kuna nguvu ya ajabu. Kama umetoka huko nyumbani ukiwa na hasira, huku kanisani inaishia huko, natoka na furaha kabisa. Na nini vijana wangu, niwahakikishie, nimekuja leo hata kama mlikuwa na wasiwasi, yaani tunapata furaha na mtatoka na furaha hapa kanisani, na ndiyo furaha. Mjipongeze kuni vizuri. Ndiyo furaha inayopatikana katika nyumba ya Bwana, ndiyo furaha inayopatikana katika hekalu la Bwana, sio ya Petro, ya mwenye imani, ya Yesu. Anaitoa kwa namna ya ajabu, naye mwenyewe anasema, maandiko wawili watatu na mimi niko hapa katikati yao. Yesu yuko hapa katikati yetu leo. Sasa ninyi vijana ambao mnakaa kwa nyumbani tu, mnakaa na malisi, huko kuna Yesu? Hakuna Yesu. Yesu yuko hapa, maana anasema walipo wawili au watatu kwa jina langu, yaani wanasanya, wamekusanyika mbele ya pale kama hivi, mbele ya nyumba ya sala kama hivi, mbele ya ndugu kaka na dada wa ibada moja kama hao, yeye yuko anamwaga neema zake, anashirikisha. Na wewe unatoka hapa leo ukiwa umejaa furaha, umejaa faraja, umejaa amani katika moyo wako. Na hiyo sasa, ningeomba iwe ndio muondoko wa mwaka wote. Tusiwe na hofu, tusiwe na wasiwasi. Mwaka utakuwaje? Takapofika mwezi wa nne itakuwaje? Mwezi wa saba itakuwaje? Yaani tumwachie Mungu, tujikabidhi kwa Mungu kwa imani, kwa matumaini na kwa upendo. Tumwambie Mungu, mimi nakuthamini wewe kuliko watu wengine wote. Nina matumaini kwako, yaani ambayo siwezi kueleza, kwamba uweze kushindwa. Utanisaidia tu, utakuwa na mimi tu. Ninakupenda kuliko vitu vyote. Hayo ni kwa nini uniache? Sasa tukiwa ni watu tunaoishi hizo fadhila za kimungu, imani, matumaini na upendo, kweli hakuna kitakachotushinda. Changamoto zitakuwepo, tupende tusipende, lakini tukiwa ni watu ambao tuko na Mungu kwa imani, tunamtumainia, tunampenda, ni watu ambao tuko kwenye familia, ni watu ambao tuko kwenye jumuiya, ni watu ambao tuko kwenye jumuiya ndogo za Kristo, na tunapata taratibu zake. Matatizo yetu hayawezi kuwa ni ya kwetu tu, yanakuwa ni ya kwao wote, yanakuwa ni ya wanajumuiya, na wanajumuiya watashirikiana wakiwa wanaongozwa na mwanga wa Roho Mtakatifu, wakiwa wanaongozwa na Yesu aliye mwanga na nuru. Tulikuwa tunajifunza katika Krismasi yote, Yesu ni mwanga na nuru. Mahali ambapo yuko hakuna giza, yaani hakuna kikwazo chochote, lazima kitoke tu. Sasa wewe kama unakuwa na kwenye hali, unajiweka kwenye hali namna hiyo, utashindwa nini? Utashindwa nini katika safari ya mwaka? Mara nyingi tunakuwa maskini, maana tunaingia umaskini sisi wenyewe. Sasa unaona inavyopendeza tu, tunapoenda huko altareni tunapendeza tu, si kwa sababu masista wamepamba vizuri, sawa, lakini kuna kitu kikubwa zaidi. Kuna Mungu ndio anaifanya kuna meremeta hata vizuri kuliko kule nyumbani. Ukiangalia kwa altareni tunapendeza, kwa altareni kwa sababu ni kwa Mungu. Sasa wewe njoo
mwisho tunaanza mwaka tukiwa kwenye sherehe ya Mama Bikira Maria, sherehe ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu, mama wa Mungu. Sasa mama wa Mungu, mama wa Mungu, tukiwa na mama hatuwezi, kama safari inaanza na mama, hatuwezi kudhibitiwa. Alipo na mama, alipo na mama, akina mama lakini huko kanisani nimeshafundisha, alipo na mama kwa nyingine, alipo na mama nikiharibika mara moja inawekwa sawa, nikiharibika alipo na mama nikiharibika alipo na mwanamume nani hapo kwa kunakaa kimya. Wengine wanasema eti kuja ndogo za Kikristo. Hii mnatuonea. Alipo na mwanamume kuja ndogo za Kikristo. Yaani ina maana kwamba kwa kina mama wao kuja ndogo za Kikristo na kufa mnatuonea. Nani palipo na baba yote anawezekana. Tunapomfahamu. Kwa kila baba tunachoendelea pia. Alipo na mama hakuna lisilowezekana, ni kweli. Sasa mama Bikira Maria kama alivyo mama huko nyumbani, kweli tusiwe na wasiwasi. Kama tunaye mama, tunaanza mwaka na mama na tunasafiri naye, basi tupe nafasi tu katika maisha yetu na tunaona atakavyotutendea. Mama ni mwepesi kuonja mapungufu ya watoto wake, ni mwepesi kuonja, ni mwepesi kuona, ni mwepesi kuyagundua kwanza kabla hata hajaomba, anayagundua mnapokaa msiakani. Anaenda yeye mwenyewe tu anazunguka huko, anaona kwamba hana nyumbani. Hakuambiwa. Ni mwepesi kuona mapungufu ya watoto wake, ni mwepesi kuwasikiliza watoto wake wanakuja kulilia. Kwa hiyo ni mwepesi kutuombea ile misaada tunayohitaji. Ndugu zangu, tunapoanza mwaka mpya na sherehe ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu, yaani ujue kwamba sisi kwa kweli tuko vizuri tu. Tunaanza na Yesu, tunaanza na Mungu, tunaanza na kanisa, tunaanza na Biblia na familia, lakini tena tumerudi na kipengele kimoja ambacho ni cha pekee. Sote hapa tumetoka kwa nani? Tumetoka kwa nani? Kwa mama. Sawa, Mungu si alisema tuwepo, alafu akawabariki, akawaambia nendeni mkazae, mkaongezeke dunia, mkaijaze. Sasa hapo sote tumetoka kwa mama. Mama ni mwepesi sana kutambua mapungufu, mahitaji, maumivu, mahangaiko na changamoto za mtoto wake, za watoto wake, na anatuombea ili tutoke huko mara moja, kama alivyofanya harusi. Ndivyo Mama Bikira Maria alipata leo. Bikira Maria mama wa Mungu. Hiyo proto iko hapo nje, tumesema ni proto ya Bikira Maria mama wa Mungu. Tunasikitika kwamba hatuweza kumalizia na kumweka siku ya leo sherehe yake, ingawaje tulikuwa tunapambana siku ya leo tuweze kuimarisha katika nyumba hii. Ni Bikira Maria mama wa Mungu, mama wa Mungu, ili sasa tunapoingia kanisani, tunapotoka kona zote, tuweze kumwangalia, tumwambie wewe mama wa Mungu, wewe mama yetu ambaye tunakufahamu sisi kuliko wengine wote, niombee kwa mwanao, niombee kwa Mungu na akafanye hivyo. Kumbe ndugu zangu, tuingia kwenye mwaka tukiwa na matumaini makubwa, tukiwa na imani kubwa kwa Mungu, matumaini makubwa, tukiwa na upendo mkubwa kwa Mungu. Tuna misaada mingi sana ambayo Mwenyezi Mungu ametokea katika safari yetu. Kutoka Mungu tunakuja watu waliotuwekea kwenye familia, kwenye jumuiya, kwenye kanisa. Lakini pia kuna mama yake ambaye yuko mbinguni, lakini pia anatuona jinsi tunavyosafiri. Tunapomkimbilia anapokea maombi yetu na anajibu kwa namna ya ajabu. Kumbe tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametujalia
familia, jumuiya ndogo za Kikristo, parokia na watu wengine wote wema tunaokutana nao katika maeneo yetu ya kazi, katika maeneo yetu ya biashara. Marafiki wenu ni watu watu wa pekee sana katika safari ambayo ina mambo mengi. Tumshukuru Mungu na tuendelee kusaidiana ili tuweze kutembea vizuri zaidi. Niwaombe tu, kwa nini tusifanyie kama mwanzoni kwamba katika mwaka huu mimi ninapenda kuwa mtoto wa Mungu zaidi. Ninapenda kuwa mtoto wa Mungu zaidi. Nyinyi mlioko kanisani wote, hasa wale ambao wamekuja leo, yaani kule kwa bahati mbaya Mungu akuleta, ni kwa nini usiamue kwanza tangu leo, mimi nitakuwa karibu sana na Mungu, nitakuwa na sali daima, nitaacha nitajitahidi nitende mema daima, nitende mema daima. Na Isaya anatuambia katika sura yake ya kwanza mstari wa 17 mpaka 18, anasema acheni kutenda uovu, jifunzeni kutenda mema. Kwa nini tusikie katika safari ya kujifunza kutenda mema? Kuanzia na mimi nayo pia tujifunze kutenda mema. Tuache aina yote ya ubaya, tujifunze kutenda mema. Na tutembee tu katika wema. Kumbe niwaombe ndugu zangu mdogo hapa, sisi kwa nini tusimwambie Mungu leo, mimi kweli nafahamu kwa vile umenipa hii zawadi kwa namna hii, ninaingia nitakupa sifa na utukufu. Daima nitajitahidi kuwa karibu na wewe kwa njia ya sala, kwa njia ya kutenda mema, kujifunza kutenda mema. Kutenda mema kwa kila mmoja ninaishi naye kama ninakutana naye. Na kuacha uovu. Nijifunze kutumia ulimi wangu kwa nidhamu zaidi. Yaani kuliletea utakatifu zaidi. Utakatifu, ulimi unakaribia mambo mengi. Unatufanya tunachafuka sana katika usafi, katika uadilifu, katika uchaji, katika ibada, kwa sababu ya maneno mengi tunayosema, uongo, fitina, umbea, majungu. Kwa nini tusimwambie Mungu leo kweli, Mungu umenipa zawadi hii, mimi nitatumia zawadi ulizonipa, hasa hii zawadi ya ulimi, kwa uangalifu, kwa nidhamu kubwa, kwa ajili ya kukusifu tu. Kumbe na mambo kama haya, mambo ya unywaji, kwa nini usimwambie Mungu, huu mdomo wangu nitautumia kwa kusali, kwa kupokea kanisa takatifu, na kwa kuzungumza, kusoma neno la Mungu, na kushirikisha wenzangu mambo mengi. Kwa nini? Yaani mdomo wangu unakuwa ni mdomo ambao ni wa matusi tu. Yaani wewe unakuwa ni mtu wa kunywa tu. Huwezi kumwambia leo, mwambia hapana, kuanzia leo Baba amenionyesha zawadi hii, mimi napenda kubadilika. Na inawezekana kabisa. Inawezekana. Tuweke maagano madogo na makubwa katika mwaka mpya. Tusiingie huko tu, tunaingia tu kama tulivyokuwa jana. Lazima tunapopewa zawadi kama hii, na sisi tuisogelee mbingu. Usogelee mbingu zaidi, usogelee utakatifu zaidi. Unafanya nini zaidi ili usifanane tena na ule mwaka mwingine? Inawezekana. Naomba tujitahidi. Tusiingie huko hivi tu. Yaani tunamaliza jamani, tuko pale pale, tunaomba kwa mabaya zaidi. Si vizuri, hatujapokea zawadi nzuri. Tupokee zawadi nzuri na tumwambie, kwa sababu umenienzi hivi, umenienzi, umeniinua hivi, umenipa heshima pekee hivi, na mimi na wewe. Kwa kweli nitafanya nini na hivi? Mimi nitakuwa nikasali, kuimba masifu yako daima. Tuasali, kuja kanisani tena kama ndivyo sasa hivi. Ninavyopendeza, ninavyokuwa na wenzangu. Hili kanisa linavyopendeza na kwa tarehe, unavyopendeza, maana wewe ndio makao yako. Nitakuwa nakuja huko daima. Nitakuwa nakuja kule kwa Yesu kwa huko daima. Nitakuwa ninasali rozari daima. Nitakuwa ninaomba daima. Nitakuwa ninasoma neno la Mungu daima. Nitakuwa nakwenda kwenye jumuiya ndogo za Kikristo daima. Ninaachana